Sasa nitoe tahadhari tu. Baada ya kusambaa kwa video mjongeo kwenye mitandao ya kijamii ikimwonyesha muongoza utalii katika hifadhi ya taifa ya Serengeti iliyoko mkoani Mara akionekana akimshika mnyama aina ya duma, mkuu wa kitengo cha mawasiliano katika shirika la hifadhi za taifa Tanzania TANAPA, ambaye pia ni kamishna msaidizi wa uhifadhi Catherine Mbena, ametoa onyo pamoja na kuwataka waongoza utalii kuzingatia sheria za uhifadhi pindi wanapokuwa katika maeneo mbalimbali ya hifadhi, hatua itakayowalinda dhidi ya athari zinazoweza kujitokeza wakiwa katika shughuli za utalii ndani ya hifadhi hiyo. Msimu wa wageni wengi umeshaanza, watalii wameshaanza kuingia kwa wingi katika maeneo yetu ya hifadhi za taifa. Nichukue fursa hii kutoa tahadhari na onyo kwa wenzetu madereva waongoza watalii. Wao ndio mabalozi wetu wa kwanza na tunaowategemea mara wageni wetu wanapowasili. Wao ndio wanawapokea, wao ndio wanakuwa nao muda wote. Tunatamani na tunatarajia waonyeshe Tanzania kwa uzuri wake, ili hao wenzetu wanapoondoka waondoke na taswira nzuri ya nchi yetu. Sasa kumeshaanza kuwa na tabia za hapa na pale za kukiuka sheria, taratibu na miongozo ya kuwepo kwenye hifadhi za taifa. Tumezuia kutembea kwa mwendo kasi unaozidi kilomita 50. Tumezuia kucheza na wanyama, unamshika mnyama sikio, unamchezea mnyama mkia. Tukumbuke tu kwamba hawa ni wanyama wa porini na wako katika mazingira yao ya kawaida kabisa ya porini. Ni hatari sana kwako wewe, lakini ni hatari pia kwa mnyama. Tunajua kabisa, na hawa tour guides ni wasomi, yani hawa wanawajua wanyama vibaya mno, na wanajua tabia zao, na wanajua kitu gani wakifanya kinaathiri mnyama na kinaathiri wewe na wageni uliowabeba. Sasa nitoe tahadhari tu kwamba msimu umeanza, naomba madereva waongoza utalii wafuate taratibu zote za kuwa kwenye hifadhi za taifa. Mtuwakilishe vizuri katika kazi mnazofanya, na nafahamu sio wote. Kwa hiyo wewe ukimwona mwenzako anakiuka, hebu jaribu kumrekebisha. Wote kwa pamoja tuwe na sauti moja, tufanye utalii wetu kuwa mzuri, watalii wetu waondoke na experience nzuri na waendelee kututangaza. Mtafiti Dennis Minja kupitia mradi wa Serengeti unaotekelezwa ndani ya hifadhi hiyo amesema kwamba mnyama duma ni miongoni mwa wanyama wanaotajwa na watafiti kupungua kwa kasi, hii ikiwa ni kufuatia tafiti mbalimbali zinazoendelea kufanywa, huku sababu zikibainishwa kuwa ni kutokana na mtindo wa waongoza utalii ambao baadhi yao wamekuwa kiufanya wawapo hifadhini. Jina naitwa Dennis Minja, ni mtafiti wa duma Serengeti, na ninashukuru kupata nafasi hii ya kumzungumzia duma wa Serengeti kwa ufupi sana. Duma ni mnyama ambaye yuko kwenye kundi la wanyama wakali, paka wakubwa, na tumekuwa tukifanya utafiti huu kwa zaidi ya miaka 50 sasa. Na kwa utafiti wetu tumegundua kwa miaka hivi karibuni tunaona population ya duma inaenda ikipungua, hasa kwenye mazingira ambayo tunawatafuta. Eneo hili la Serengeti, kuanzia katikati ya Serengeti mpaka kusini mwa Serengeti, ndio eneo kuu ambalo tunalizungumzia yako. Kwa hiyo yule Matilda tunakumbuka na mama yake pia alikuwa na tabia hiyo hiyo. Sasa ameinduce ile tabia, ameirithisha ile tabia hata kwa watoto wake. Ni tunajitahidi sana kudiscourage, kuikatisha tamaa hii tabia, kwa sababu ina madhara mengi. Duma saa nyingine akiwa anaruka kutoka kwenye gari, likely anaweza kavunja mguu, then ikawa ni tatizo ambalo linahitaji intervention. Kwa hiyo tunasisitiza na tunahimiza kudiscourage tabia ya kutoruhusu duma warukie kwenye magari. Kwa sababu saa nyingine kuna video nyingine moja niliona kama miaka 2-3 iliyopita, kuna duma alidondokea ndani ya gari ya watalii. Kwa hiyo walilazimika, yule duma alikuwa stressed mle ndani, walilazimika kufungua milango haraka haraka akaruka nje. Lakini hayo yote huwezi jua, anaweza katika kutafuta kupona kwake akamng'ata mtu ndani ya gari na ikawa changamoto nyingine. Kwa hiyo tunawahimiza tusipende kuwasogezea magari duma. Ukimwona duma anakaribia gari lako, basi washa gari, rudisha nyuma, umpe distance. Kodi ya duma kumuattack binadamu mpaka sasa, lakini siku zote huwa anasema mnyama wa porini ni mnyama wa porini tu. A wild animal will always be a wild animal.
Kwa hiyo changamoto, yule mtu anaweza akang'atwa, hatari yake, mtu yuko porini kule, first aid unampa nini? Hatujui yule mnyama akimng'ata sumu ambayo ataipeleka kwa yule binadamu, mtalii, na pia reputation ya sisi kama Tanzania na Serengeti ambayo ni iconic. Tuna changamoto kubwa sana tutaipata baada ya ile tukio kuwa tumetokea, hatuwezi kulireverse tena. Hivyo basi changamoto ambazo tunaweza zikatokea tofauti na magonjwa. Mimi kwa majina naitwa Semle Michael, ni dereva guide wa Savannah Explorer na nina uzoefu wa muda mrefu kwenye kazi. Kwenye hii jamii tuko watu tofauti sana. Tuko tofauti kwa sababu gani? Kuna wengine kipindi kama hichi cha msimu wanakuja tu kama madereva, hawajapitia mafunzo aina yoyote. Tulishukuru sana serikali ilitupa elimu, wakatuelimisha vitu vingi sana vingine ambavyo tulikuwa tujui, na tumefurahi sana. Na sisi tunapambana sana na hao magaidi ambao wanaenda tofauti kidogo na miongozo yetu na elimu yetu tuliyopata darasani. Na tunajaribu kupambana kuhakikisha msimu huu unaoanza wa kuwa ubize sana wageni wengi, tutajitahidi sana tufanye mazuri. Manake tunavofanya hii kazi, hatufanye kazi kusema kwa sababu mimi ni Savannah Explorer, tunafanya hii kazi kwa taifa kwa ujumla. Manake wageni wakija hapa hawaongelei kampuni, wanaongelea ni nchi gani nilikwenda. Kwa hiyo na sisi tuna changamoto kubwa ni barabara. Lakini tunashukuru kuna vipande vimeanza kushughulikiwa. Tunashukuru sana, na kuna vivuko. Tunaomba kama uongozi wa TANAPA uendelee kukaa na sisi magaidi kupata kusikiliza changamoto zetu. Manake kwenye msimu mambo yanakuwa ni mengi sana. Na kushukuru sana kwa kunihoji. Asanteni.